tulikuja hapa. Kwanza tulienda safari ya Italy. Baada ya kutoka Italy nikamwambia kuna Mtakatifu Rita hapa, wakasema twendeni. Basi tulipokuja hapa tukamkuta Father Mgani, tukamwambia tunaomba kujenga vibanda vitatu, akasema jengeni. Kwa hiyo tukajichagua watu 12 akiwepo Mama Profesa Chijorige. Kwa hiyo sasa tukamchagua kama mwenyekiti wa magrupu yote ya mtandao wa Tanzania wote. Sasa tukaandaa katiba yetu, haiachani sana na ile ya nini, lakini basi tukafikiria tutakuwa na salamu yetu ipi. Tukasema Mtakatifu Rita, zawadi ya upendo. Iliendelea mpaka ikataka kumeza hata ile ya mambo yaliyoshindikana. Lakini basi kwa kuwa ni mambo yaliyoshindikana, tulipokuwa kikao juzi Dodoma, askofu kaichagua hiyo Mtakatifu Rita, zawadi ya upendo. Basi nipende kumkaribisha, mimi namuita ni mgeni wa heshima, maana kuna mgeni rasmi, kuna mgeni wa heshima. Sasa mimi namuita mgeni wa heshima. Ametuheshimisha siku nyingi, amekuwa na sisi, anatembea na sisi. Si hivyo tu, hata katika kuwawezesha mababa, masista, tunaposema jamani tuchangie, umeshinda kwenda Maria Rita, tunatangaza mle kwenye magrupu hata shilingi 1000 tu. Lakini basi matatizo yetu ni mengi, hata ile 1000 tunaikosa, si ndio Tunashindwa kumpa baba tu atembee kwenye maombi, atubebee maombi yetu, lakini mama amekuwa msaada wangu mkubwa katika kuwawezesha mababa. Hata majuzi kama Mungu alimwonyesha Angela nilikuwa na shida gani, katika kumwambia mama nimekwama huku hii. Unajua tulitangaza ile hija, lakini basi mafuta yakapanda ghafla. Unahitaji kuambia wanaija waongeze hela. Lakini nilipomwambia alituma hela, alafu akatuma tena. Kwa hiyo zimeingia mara hizi 2. Tunakosa. Tulimshangaa Mungu na Mtakatifu Rita alitubeba. Hatukukwama kabisa. Tulikuta sehemu 3 zote tuliandaliwa chai. Yaani tukienda Geita tunapewa chai ya bure. Tukija Dodoma tumepewa chai ya bure. Tukija sijui Mwanza tumepewa chai. Sasa kwa kuwa tuliahidiwa kupeleka sanamu ya Mtakatifu Rita kule Geita, baba nilikuwa sijakwambia, tutakupa ripoti baadaye. Baba naye alisema jamani, huko Maria Rita nasikia kuna sanamu, na huku msalabani tunaomba tu zawadi ya sanamu ya Mtakatifu Rita. Kwa hiyo mwaka kesho tutaenda kukabidhi pia sanamu ya Mtakatifu Rita kwa wale mahujaji tulioenda. Kwa kila hujaji aliyeshiriki ana kasadaka kake kama ndake kidogo, tutaiongezea tu kidogo tuweze kukamilisha hilo zoezi la kupeleka hiyo sanamu. Na sisi tumekuwa ndio mahujaji wa kwanza kabisa kufika jimbo la Sengerema, na hata wamebaki wakishangaa wakisema hawa wametuonaonaje. Tukasema kwenye mitandao, tukaenda huko msalabani Nyanta Kubwa, tuliona makuu ya Mungu. Mengine tunaweza tukayaongea hapa, lakini mmesikia wimbo unaoimbwa pale, ni sauti ya Mungu iliyomfanya dada Antonita akatunga ule wimbo. Na ule wimbo umetungwa ni kwa sababu tulipomaliza kufanya hija, padre alipiga simu, mtakuja mle chakula cha moto au mtasali huko? Basi watu tukasema chakula kwanza, kwa sababu tusema hata kule kuna kanisa. Kwa hiyo kitendo cha kusema na meza imeshaandaliwa altare tufanyie misa kule, lakini tuposikia chakula cha moto wote tukasema twende kwenye chakula, na tulikuwa hata na njaa kwa sababu tulikuwa tumetoka kunywa supu. Tulipoingia kwenye gari, hiyo pancha iliyotokea haijawahi kutokea. Yaani inaenda kama hatua 2. Yaani lilipasuka, ni vumbi, tumechafuka vumbi. Tukasema yule baba nani anaitwa tena? Tukasema Pierre ameturudisha, kwa sababu Pierre alikuwa ni padri wa kwanza pale Nyanta Kubwa. Jinsi ambavyo walimkaribisha, na alipofariki wanasema tusimzike hapa, wazungu watakuja kututawala.
Kwa hiyo tukamzamishe kwenye ziwa katikati, na wakafanya hivyo. Lakini wakiamka asubuhi yuko pale, wakirudisha yuko pale, mwisho walimzika pembezoni mwa ziwa. Kwa hiyo na sisi tunaamini kabisa aliturudisha tusali misa pale pale, tukafanya misa kwa utaratibu na tukamaliza tukaondoka. Kwa hiyo nini? Misa kwanza. Basi naomba nimkaribishe mgeni wetu wa heshima aweze kusema na sisi.